subhanahu wa ta'ala, siku hii ya leo tunamaliza tarawih ya mwisho katika 10 la katikati, na kesho kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala tunaanza tarawih ya kwanza katika 10 la mwisho, 10 ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anazidisha juhudi mno. Na kwa nini Mtume alizidisha juhudi katika 10 la mwisho? Kwa sababu ni 10 ambalo lina ibada ambayo ina ubora na utukufu mkubwa. Ibada hiyo si nyingine, watukufu wa Islam, ni ibada ya itikafu. Itikafu ni nini, watukufu wa Islam? Wanatafsiri wana wa ilmu wanasema itikafu ni mtu kujitoa muhanga na kufungamana na kitu. Kilugha, itikafu ni mtu kujitoa muhanga na kufungamana na kitu, kama gisi alivyotaja Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani. Anasema baada al-isti'adha, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, ni masanamu gani haya ambayo mmejitoa muhanga na mnafungamana nayo? Walikuwa shirikina wanafungamana na masanamu katika kuyaabudu. Hapa tunapata faida. Itikafu kilugha ni kufungamana na kitu, lakini kisheria wakatafsiri wana wa ilmu, itikafu ni luzumul masjid biniyati taqarrubi ila Allahi ta'ala, ni watu kufungamana na misikiti, wameambatana na nyumba za Allah, hawaachani kwa nia ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ikifika 10 la mwisho anafungamana na misikiti, hatoki msikitini usiku kucha akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndilo 10 ambalo litaanza kesho akipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na zimekuja hadithi ambazo ni sahihi zinazungumzia hayo. Mojawapo hadithi inasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mizarah, Mtume wa Mwenyezi Mungu ilikuwa ikifika 10 lile la mwisho la Ramadhani anakaza vikoi vyake, wa aiqadha ahlah, kisha anawaamsha watu wake, wa ahya laila, kisha usiku mzima anaupa uhai, maana yake halali, yuko na muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, alikuwa anakaza vikoi katika 10 la mwisho. Wakatafsiri wana wa ilmu, kukaza vikoi kumekuja katika tafsiri 2. Tafsiri ya kwanza, Mtume ilikuwa ikifika 10 la mwisho kweli anakaza vikoi katika kumwabudu Allah, anakikaza sawasawa, anasimama. Hiyo ni tafsiri na inakubalika. Na tafsiri ya pili wakasema kwamba alikuwa anakaza vikoi katika 10 la mwisho, bimaana alikuwa anavikaza, hana muda wa kufungua kikoi chake na kufanza ibada na wake zake inapofika 10 la mwisho. Hizo tafsiri zote zinakubalika. Sawa, watukufu Islam. Na kwa nini Mtume 10 la mwisho alikuwa anazidisha ibada na anawaamsha familia yake? Zipo hadithi zinazungumzia. Inasema hadithi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, inasema kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashru yatruqu baba Ali wa baba Fatima. Mtume ilikuwa ikifika 10 la mwisho anaenda katika mlango wa Ali ibn Abi Talib, anagonga na anamgongea Fatima Zahra, kisha anasema ala taquman, je, hamwamki tusimame kumwabudu Allah? Wanaamka usiku kucha wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa nini Mtume ameyafanya haya katika 10 la mwisho? Kwa sababu kuna usiku wenye utukufu zaidi ya miezi 1000.
zaidi ya miezi 1000. Si kwamba atakayebahatikiwa kuupata huyo usiku eti ubora wake ni sawa na miezi 1000. Miezi 1000 iko chini, alafu huyo usiku unazidi miezi 1000 ubora. Allah anasema khairum min alfi shahri, ni usiku bora kuliko miezi 1000. Namalizia huyo usiku, Allah ametaja katika Qur'ani akasema hivi, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Katika huyo usiku ndio panapangwa makadara ya mwaka mzima wa kila mwanadamu. Ili 10 linataka kuanza kesho. Kuna usiku wa makadara. Kila binadamu wataokufa mwakani watapangiwa katika hizi siku 10. Wataooa watapangiwa katika hizi siku 10. Maisha yao yataokuwa sababu ya kubadilika na kuwa katika maisha mazuri, wanataka kupanga makadara. Ambao maisha yao yatateremka chini, wenye mwaka ambao ndio sababu ya wao kuteremka chini na kudidimia kimaisha, wanataka kuyapangia haya yote katika ili 10 la mwisho. Wale wataolewa, wale ambao maisha yetu yote makadara ya mwaka yanapangiwa katika usiku wa Lailatul Qadri. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallama ilipokuwa ikifika lile 10 la mwisho, hakuna kulala ndugu yangu Muislamu, hakuna kulala, anakesha iko na muabudu Allah. Bimaana ule usiku haujui utateremka tariki gani. Ili itapofikia ile tariki ya usiku wa makadara, yakipangiwa makadara ndugu yangu, yapangiwe yuko katika ibada na kumuomba Allah. Ndugu yangu Muislamu, katika ile 10 la mwisho, Allah kuwekea makadara yaliyokuwa mazuri ya mwaka wako Sheikh. Allah kuwekea makadara bora ya mwakani, na kama ndio mwaka wa mwisho iwe ni sababu ya wewe kuweza kuingia peponi na kuupata msamaha wa Allah. Watukufu wa Islam, ni kesho 10 la mwisho linaanza. Tuzidishe juhudi, tuzidishe kuomba dua, tuzidishe kujikurubisha kwa Allah kama alivyokuwa mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.